Mgonjwa wa kisukari unawezaje kuondokana na changamoto ya njaa za mara kwa mara? Mpendwa amesema hapa kwamba hamna kitu kinatusumbua kama njaa za mara kwa mara. Natamani ningeweza kupambana na hiyo. Ni rahisi sana, wala usiogope. Hiyo ni changamoto rahisi sana, lakini inataka ubadilishe tabia. Mara nyingi unapata njaa za mara kwa mara kwa sababu unaendelea kuoperate kwenye wrong diet. Una shida ya insulin resistance, yani mfumo wa kusupply energy, mfumo wa kusupply nishati kwenye mwili wako ambao lazima upate nishati kupitia chakula. Ule mfumo ambao umekuwa ukiitumia toka umezaliwa ni mfumo wa glucose fuel. Unakula ugali, unakula ndizi, unakula magimbi, unakula viazi, unakula vitafuno vya ngano. Vyote hivyo vikichakatwa tunapata kitu kinaitwa glucose, halafu inaenda kutumika kama fuel ya mwili. Ukishaugua kisukari hiki cha utu uzima type 2, unakuwa umetengeneza resistance. Kwa maana nyingine, huo mfumo wa kutumia glucose fuel unakuwa umecorrupt. Kama mfumo wa kutumia glucose fuel umecorrupt, ina maana unapoendelea kutumia vyakula hivyo, cha kwanza kabisa haulishi seli zako, unajaza tumbo lako. Ndio maana unashiba, lakini unashangaa baada ya muda unasikia njaa kali. Kwa nini? Kwa sababu ile sugar metabolism kwenye mwili wako haipo tena. Na ndio maana unakuta sukari iko juu. Lakini kwa nini sukari iko juu wewe na uko dhaifu? Kwa sababu hiyo sukari ipo juu kwenye damu, haiingii kwenye seli za mwili. Seli hazifungui zile receptors ili kupokea chakula ambayo ni glucose. Maana yake umeshafeli kwenye mfumo wa kutumia glucose. Kwa hiyo ukiendelea kula kaugali ngumi na mboga nyingi, ukiendelea kula ugali, ukiendelea kula viazi, ukiendelea kula magimbi, unaishi kwenye glucose. Na bahati mbaya au nzuri, ni mbaya, huaga mnajaribu kupunguza hata hivyo vyakula vya wanga. Yaani bado unabaki kwenye mfumo wa wanga na unapunguza, unakula kaugali ngumi na mboga nyingi. Yaani hata kama ingekuwa ni hali ya kawaida, unakula chakula chenye nishati kidogo mno. Bado sijazungumzia kwamba bado mwili wako una resistance ya kuitumia hata hiyo nishati kidogo. Ndio maana unapata njaa za mara kwa mara. Ufanyeje sasa? Kama mfumo wa kuendesha mwili kupitia glucose fuel umefeli, kisayansi mwili wetu au miili yetu ina uwezo wa cooperate kwenye another source of energy, kwenye chanzo kingine cha nishati. Kuna makundi mengine ya vyakula ambayo unaweza ukala ukashiba na ukapata nguvu bila kupandisha sukari. Na kwa sababu una upinzani wa insulini, seli za mwili wako zinaweza zikatumia energy nyingine kiurahisi na ukawa unashiba vizuri. Mfano wa vyakula ambavyo unaweza ukawa unashiba na unapata nguvu bila kuhangaika na hizo njaa za mara kwa mara ni kundi la vyakula vya tunasema fat, vyakula vya mafuta ambavyo mara nyingi vinatembea pamoja na protein. Ukianza kushiba kwa vyakula kama mayai, ukianza kushiba kwa vyakula kama nyama, hiyo story unayoizungumzia ya njaa za mara kwa mara ni siku 2 mpaka 3. Kama mwili wako utakuwa na usugu sana wa vyakula vya wanga ulivyovizoea, inaweza kachukua hadi wiki. Lakini nakwambia utaanza kushiba, utaanza kuwa na nguvu nyingi sana. Na wagonjwa ambao ninawacoach, ninawasimamia kufanya hizi program, kuna wengine kwa siku wanakula mara moja tu, hawana njaa. Jana kuna mtu alinipigia, ninamsimamia kwenye program ya kisukari. Ananiambia nimeamka asubuhi, nimekuta sukari yangu iko 7. Kawaida yangu nakulaga asubuhi lakini sina njaa. Sasa hivi ni saa 4, sina njaa yoyote. Nikamwambia wala usiogope. Endelea na hiyo fasting period, endelea kuextend. Utakapopata njaa ndio utakuja kula. Kwa siku nzima amekuja kula saa 11. Hakula tena, amekuja kula leo. Nikamwambia usiogope. Ukianza kuona hiyo hali ni kawaida, kwa sababu mwili wako umeadapti another source of energy. Tumeshautoa kwenye glucose. Kwenye mfumo huu mpya wa vyakula hatuhitaji kula mara 3. Tunaweza kula mara 1 hadi mara 2, maana mwili wenyewe utakuwa unaonesha mahitaji ya nishati.
Kwa hiyo wewe unapata njaa za mara kwa mara kwa sababu unaendelea kula vyakula vya wanga. Hicho ni kionyesho cha kwanza kabisa kwamba you are operating on the wrong diet. Mwili wako unazidi kuoperate kwenye glucose fuel ambayo imeshakuwa resisted, na bahati mbaya ndio inazidi kuleta athari za kimya kimya kwenye mwili wako. Sijui umenisoma vizuri? Yaani mfano mwingine ni kwamba umekuwa ukiishi siku zote kwenye mfumo wa diesel. Ulipopata kisukari, mfumo wa diesel umefeli. Lakini mahitaji ya nishati yako pale pale ya mwili wako, lakini wewe unaendelea kutumia mfumo uliofeli. Sasa badala yake unakuwa hushibi, na hata ukishiba unapata njaa mara kwa mara kwa sababu unalisha tumbo. Lakini tumboni ni sehemu ya kuchakatia chakula. Tumbo halili ili upate nguvu. Tumbo linachakata chakula ili litoe takataka, alafu chakula muhimu kiingie kwenye damu, kisambazwe kwenye seli za mwili. Kwa hiyo unakula, zile homoni za njaa unaziridhisha. Kuna leptin na ghrelin. Kwa hiyo unaziridhisha zile homoni za njaa, zinakwambia umeshiba, good. Lakini baada ya muda kwenye seli kuna starvation, kuna starving, ziko kwenye hali ya kukosa chakula. Ndio maana wengine wanakonda. Ndio maana wengine wanapepesuka, wanaishiwa nguvu wakati wanakula. Tena wagonjwa wa kisukari ambao mnapata njaa za mara kwa mara, mnaambiwa mle milo mingi, lakini inakuwa haisaidii. Na kitaalamu milo mingi kwa mtu mwenye upinzani wa insulin ni mbaya, unazidi kukomaza ugonjwa. Anyway, naamini umenielewa. Kwa hiyo kama energy source ilikuwa ni petroli na hii energy source imecorrupt na hili gari letu ni hybrid, twende kwenye another fuel ambayo inaweza kaoperate gari letu. Mwili wa binadamu ni hybrid, unaweza kaishi kwa glucose fuel au kwa fat fuel. Ndio maana nikakwambia unaweza kashiba kwa vyakula mbadala na maisha yakaendelea vizuri. Kwa hiyo unaweza baada ya kushiba kwa ugali unaweza kashiba kwa nyama, baada ya kushiba kwa wali unaweza kashiba kwa mayai, baada ya kushiba kwa vitafuno vya ngano unaweza kashiba kwa dagaa and so forth. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kujielimisha na mwili wako ukaanza kupata vizuri nguvu. Hata mimi nina operate kwenye source ya vyakula tofauti kabisa na wanga. Ingawa huwa navitumia, lakini kwa asilimia kubwa mimi nina operate kwenye vyakula ambavyo nawafundisha wagonjwa wangu kuvifanya. Mimi ninafanya tu kama preventive medicine, sina kisukari. Tunapozungumza hapa nimekula mara moja tu. Toka siku imeanza nimekula mlo wangu saa 9. Mpaka muda huu nimerekodi video hii ni saa 4 kasoro usiku. Sidhani kama nitakula, labda hadi kesho tena. Sio kwa sababu kwa vile mimi sina kisukari ndio maana naweza kusurvive hivi, hata stories za wagonjwa wangu ni hivyo hivyo. Wanapoanza siku za mwanzo ndio mwili unaingia kwenye resistance fulani kwamba hatukuzoea haya maisha, lakini akija kuzoea anaanza kushangaa, mambo yamekwendaje daktari? Mbona sasa hivi nashiba? Mbona hivi napata nguvu? Mbona na mambo mengine yanaendelea kuimprove zaidi. Okay? Kwa hiyo kama ungependa kujielimisha zaidi, follow page hii, kuna videos nyingi unaweza kujifunza, na kama ungependa kupata msaada wa karibu, usimamizi na miongozo zaidi, chukua namba kwenye bio tuwasiliane. Mimi ni Sam Nature, niambie kama umejifunza, niambie kwenye hii video. Niambie hapo kwenye comment au chat box. Karibu sana, turudi kwenye Nature.